Sasa leo tunakutana hapa Dodoma baada ya mara ya mwisho kuzungumza na waandishi wa habari wenzenu katika mikoa ya Mwanza na Shinyanga, na mkutano wetu kwa mara ya kwanza tuliufanya kijijini katika kijiji cha Sayu mkoani Shinyanga. Nilikuwa na waandishi wa habari wenzenu wa Shinyanga na Mwanza, lakini pia nilikuwa na wanakijiji wa Sayu. Leo niko na kikundi cha Ngoma. Kwa hiyo umekuwa mchanganyiko mzuri kwamba sasa tunakutana na waandishi wa habari, lakini pili tunakutana pia na wadau wetu wengine, wananchi ambao wanashuhudia utoaji wa taarifa ya msemaji mkuu wa serikali. Ndugu zangu waandishi wa habari, hapa tulipo ni nje ya jengo la Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo, ambalo ndilo hili hapa nyuma yangu. Ujenzi wake naweza kusema umefikia asilimia 99.999. Yaani baada ya kutoka kwenye mkutano huu na kwenda kuingia kwenye ofisi ya katibu mkuu, na Mheshimiwa Waziri sasa hivi yuko kwenye kikao kikubwa cha Mheshimiwa Rais. Baada ya hapo na yeye atakuwa anaingia kwenye ofisi yake, na tunafurahi sana kwamba hatimaye baada ya safari iliyochukua takriban miaka 4 hatimaye jengo letu limekamilika, na majengo mengine kama ambavyo taarifa hii nitawapatia hapa. Sisi Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo tuna furaha kubwa kwa sababu jengo letu kwanza limejengwa kwa ubora sana, lakini pili kwa fahari kubwa limejengwa na vyombo vyetu na taasisi zetu. Mkandarasi ni Shirika la Nyumba Tanzania NHC, National Housing Corporation, na mshauri elekezi ni Wakala wa Majengo Tanzania TBA. Wamefanya kazi nzuri, na baada ya mkutano wetu waandishi wa habari nitawapitisha katika jengo la wizara ili muweze kuona kazi kubwa na nzuri iliyofanywa na Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, katika ujenzi wa awamu ya pili ya mji wa serikali Mtumba. Hapa yamejengwa majengo ya viwango kweli kweli. Sasa ndugu zangu waandishi wa habari, Mheshimiwa Rais muda mfupi uliopita nilikuwa kwenye kikao kikubwa ambacho yeye anakiongoza. Amenituma niwape salamu. Kwanza anawashukuru sana kwa namna ambavyo mnashiriki katika utoaji wa taarifa mbalimbali za serikali. Hili ni jambo muhimu kwa sababu serikali inahitaji kuwasiliana na wananchi, na kuwasiliana na wananchi bila waandishi wa habari ni changamoto. Kwa Mheshimiwa Rais anawapa salamu nyingi, anawahakikishia kwamba wakati wote muwe huru kufanya kazi na serikali, na serikali wakati wote haitakwamisha shughuli zenu, itahakikisha inaendelea kujenga mazingira ya nyie kufanya kazi kwa uhuru kupita vitu vyote, kwa sababu Mheshimiwa Rais anatambua kwamba mwandishi wa habari mnyime vitu vingine vyote, lakini mpe uhuru wake wa kufanya kazi, na yeye yuko tayari kuwapa uhuru huo wa kufanya kazi. Amenituma niwaambie hivi, na naomba ninukuu maneno yake: fanyeni kazi zenu kwa uhuru, waambieni Watanzania kuhusu maendeleo ya nchi yao na serikali yao, wapeni nafasi ya kuzungumza, na wahakikishieni kuwa Tanzania ni shwari, inasonga mbele na mambo ni mazuri, na mazuri zaidi yanakuja. Huo ndio ujumbe wa Mheshimiwa Rais kuja kwenu waandishi wa habari. Tutembee kifua mbele kwa sababu Mheshimiwa Rais anatambua kazi zenu na anaziheshimu sana. Ndugu zangu waandishi wa habari, baada ya salamu hizo naomba sasa niwajulishe mawili matatu ambayo leo nimepanga nizungumze na nyie, na pia nitawapa nafasi ya kuuliza maswali. La kwanza, ndugu zangu waandishi wa habari, naomba niwajulishe juu ya ujio wa ziara ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan katika mikoa miwili ya Tanzania, mkoa wa Simiyu na mkoa wa Mwanza. Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan atafanya ziara katika mikoa hii kuanzia tarehe 15 ya mwezi Juni hadi tarehe 18 ya mwezi Juni. Atakuwa katika mkoa wa Simiyu, na Mheshimiwa Rais atafanya ziara hii kwa kutembelea katika wilaya zote za mkoa huu, wilaya takriban 4, wilaya ya Meatu, wilaya ya Itilima, na wilaya ya Maswa na wilaya ya Bariadi, na huku kote atazungumza na wananchi na kutembelea miradi mbalimbali ya maendeleo. Na baada ya kukamilisha katika mkoa wa Simiyu, Mheshimiwa Rais atafanya ziara katika mkoa wa Mwanza ambayo itadumu mpaka tarehe 21 ya mwezi huu Juni katika mkoa huu. Na akiwa huko Mheshimiwa Rais atatembelea pia miradi mbalimbali, lakini moja kati ya miradi atakayotembelea ni daraja la Kigongo Busisi ambalo Mheshimiwa Rais anakwenda kulifungua rasmi. Moja ya madaraja makubwa yaliyopata kutokea barani Afrika. Hili ndio daraja kubwa kuliko yote Afrika Mashariki na Kati, likiwa na urefu wa kilomita 3, lakini ni daraja la 6 kwa urefu barani Afrika. Ni fahari ya Tanzania
ni daraja ambalo linakuja kuleta mageuzi makubwa katika uchumi wa Tanzania na uchumi wa kanda ya Ziwa. Sasa mengi yatazungumzwa siku ya sherehe ya ufunguzi wa daraja hili, lakini ni jukumu ambalo atalitekeleza katika ziara yake ya Mwanza. Tarehe 21 Mheshimiwa Rais atashiriki tamasha la kitamaduni la Bulabo, ambalo sisi Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo ndio tunaosimamia eneo la utamaduni. Kwa hivyo na sisi pia tutakuwa pamoja na wenzetu wa Mwanza katika tamasha hili. Alishahudhuria mara moja mwaka 2021 na sasa anakwenda mara ya pili katika tamasha hili. Kwa hivyo naomba nitumie nafasi hii kuwaomba wananchi wa Simiyu na wananchi wa Mwanza tujitokeze kwa wingi katika ziara ya Mheshimiwa Rais kwenye mikoa hii miwili, na tumsikilize ujumbe aliokuja nao, mambo mazuri atakayokuja kuyafanya na miradi atakayoitembelea kwa kuizindua na kuikagua, kwa sababu miradi hii inatekelezwa na serikali kwa ajili ya kuwanufaisha wananchi, na hii ndio kazi ambayo Mheshimiwa Rais anaifanya katika utekelezaji wa ilani ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi CCM. Kwa hivyo ni ziara ambayo itaanza tarehe 15 hadi tarehe 21 katika mikoa ya Simiyu na Mwanza. Wananchi wa Mwanza, wananchi wa Simiyu, watani wangu, msiniangushe, na mimi pia nitakuwepo katika ziara hii kuhakikisha mambo yanakwenda vizuri. Taarifa nyingine ambayo ningependa kuwapa ndugu zangu waandishi wa habari kuhusiana na ziara za Mheshimiwa Rais ni ziara ya Mheshimiwa Rais katika nchi za Msumbiji na visiwa vya Komoro, ambako Mheshimiwa Rais amealikwa kuwa mgeni rasmi, kwanza katika maadhimisho ya miaka 50 tangu uhuru wa nchi ya Msumbiji. Na wote mnafahamu ziara hizi zinakuja kutokana na jitihada kubwa za Mheshimiwa Rais katika kuimarisha uhusiano kati ya nchi yetu na nchi mbalimbali duniani. Sasa Msumbiji ni majirani zetu, tuna uhusiano wa kihistoria, wa kidugu, wa kidamu. Kwa hivyo wamemwalika aende akawe mgeni rasmi katika maadhimisho ya miaka 50 ya uhuru wa Msumbiji. Na Mheshimiwa Rais anakwenda ikiwa ni siku chache tu tangu kulipofanyika ziara kubwa ya Rais wa Msumbiji, ambaye alifanya ziara rasmi hapa Tanzania, na ilikuwa ndio ziara yake ya kwanza tangu aingie madarakani tarehe 15 ya mwezi Januari mwaka 2025. Mheshimiwa Daniel Francis Chapo alikuja hapa akafanya ziara, na hii ni heshima kubwa kwa nchi yetu, lakini ni muhimu katika uhusiano wetu wa Msumbiji na Tanzania. Nchi zetu hizi zinashirikiana wakati wote, wakati wa furaha na wakati wa changamoto. Kwa hivyo kwa kutambua umuhimu huo, Msumbiji imeona imwalike kwenda kuwa mgeni rasmi, lakini pili, na yeye mwenyewe Mheshimiwa Rais anakwenda kwa ajili ya kuimarisha zaidi uhusiano huu ambao umejengwa katika misingi imara iliyoasisiwa na waasisi wa mataifa yetu. Kwanza hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, rais wa kwanza wa Tanzania, na hayati Samora Machel, rais wa kwanza wa Msumbiji. Kwa hiyo tunashukuru sana kwa ziara hii, na ndugu zetu wa Tanzania wenzetu na wananchi wa Msumbiji watakapokuwa wanampokea Mheshimiwa Rais katika nchi hizi, tunaamini kwamba sote tutajitokeza. Lakini nchi ya pili ambayo Mheshimiwa Rais atafanya ziara ni visiwa vya Komoro. Visiwa vya Komoro nao pia wamemwalika Mheshimiwa Rais kwenda kuwa mgeni rasmi katika maadhimisho ya miaka yao 50 ya tangu uhuru wa muungano wa visiwa hivi vya Komoro. Mheshimiwa Rais amepokea mwaliko wa Mheshimiwa Rais wa visiwa vya Komoro, Mheshimiwa Azali Assoumani. Kwa atakwenda huko, na maadhimisho haya ni tarehe 6 ya mwezi Julai, na Mheshimiwa Rais atakwenda kufanya ziara katika nchi hii. Kama ilivyo kwa Msumbiji, Komoro nao ni ndugu zetu, ni watu ambao tumekuwa na uhusiano wa muda mrefu, tunashirikiana nao, tuko pamoja wakati wa furaha na wakati wa changamoto. Na sina sababu ya kurudia yaliyotokea huko nyuma, lakini mjue kwamba ni nchi ndugu zetu, ni majirani zetu, na Mheshimiwa Rais wetu amepewa heshima hiyo. Taarifa ya pili ambayo Mheshimiwa ndugu zangu waandishi wa habari nimeona niwape leo ni kuhusiana na tukio kubwa linalokuja kwa nchi yetu kwa siku ya kesho. Kesho tarehe 12 ya mwezi Juni mwaka 2025, wizara yetu ya fedha na wizara ambayo iko ofisi ya Rais, uwekezaji na mipango, zitawasilisha bajeti kuu ya serikali, lakini pia hali ya uchumi wa nchi yetu. Kwa hivyo kama nilivyosema, hotuba ya bajeti kuu ya serikali itawasilishwa kesho bungeni katika bunge la 12, kama ambavyo mnajua ndio linaenda ukingoni, na tarehe 27 ndio litaahirishwa, wanasema litahitimishwa na Mheshimiwa Rais mwenyewe. Lakini kesho ni siku muhimu ya uwasilishaji wa bajeti kuu ya serikali, na bajeti hii ndio bajeti ya mwisho ya awamu ya 6 ya Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, na ni bajeti
inayohitimisha mpango wa maendeleo wa miaka mitano, lakini ndio bajeti inayohitimisha dira ya maendeleo ya taifa ya mwaka 2025. Wote mnafahamu kwamba sasa hivi nchi yetu tunaandika dira mpya ya maendeleo ya mwaka 2025-2050. Kwa bajeti hii ndio inayokwenda kuhitimisha dira iliyopita ambayo ndio tunaikamilisha sasa ya mwaka 2025. Na kubwa zaidi ni kwamba hii ni bajeti yetu ya uchaguzi. Ni bajeti ya uchaguzi kwa sababu katika bajeti itakayosomwa kesho ndio itakayotoa fedha zitakazohudumia uchaguzi wetu tunaotarajia ufanyike baadaye mwaka huu. Kikubwa na muhimu kwa Watanzania wote, tunakwenda kuwasilisha bajeti ya uchaguzi inayotokana na fedha zetu sisi wenyewe. Nchi yetu imeanza safari ya kugharimia uchaguzi kwa fedha zetu sisi wenyewe badala ya fedha za wafadhili. Hili ni jambo muhimu la kujivunia kwetu sisi wa Tanzania. Tanzania yetu iliyo huru, Tanzania yetu inayojitegemea, inayojiamulia mambo yake yenyewe, ni lazima iwe na bajeti inayojifadhili yenyewe. Kwa hiyo hii ni bajeti muhimu na ndio bajeti ambayo inakwenda kuweka fedha kwa ajili ya hiyo. Kwa hivyo hotuba hii ya bajeti itatolewa kesho majira ya saa 10 za jioni. Lakini kabla ya hotuba ya bajeti itatanguliwa na taarifa ya hali ya uchumi. Hotuba ya bajeti itawasilishwa na Waziri wa Fedha, Mheshimiwa Dr. Mwigulu Lameck Nchemba Madelu. Lakini taarifa ya hali ya bajeti itawasilisha asubuhi bungeni. Nayo itawasilishwa na waziri kutoka ofisi ya Rais, mipango na uwekezaji, Mheshimiwa Profesa Kitila Mkumbo. Ombi langu kwa wananchi, tufuatilie uwasilishaji wa bajeti hizi ili tujue serikali imepanga kufanya nini, mambo gani mazuri yanakuja katika mwaka ujao wa fedha, tunahitimisha vipi safari yetu ya mpango wa miaka mitano wa maendeleo, na tunahitimisha vipi dira yetu ya maendeleo ya miaka 25, yani mwaka 2025. Ndugu zangu waandishi wa habari, baada ya taarifa hizo mbili, nimeona pia tupeane taarifa juu ya mambo mawili matatu yaliyojiri na ambayo ni muhimu wa Tanzania wakayapata kwa msisitizo. Jana jijini Dar es Salaam kumefanyika tukio kubwa la gawio kutoka kwenye mashirika yetu ya umma. Tukio la gawio ama hafla ya gawio imefanyika jana. Tumeandika historia kubwa kwa tukio hili ambalo limekwenda sambamba na kuandika historia kwa nchi yetu, kwa mashirika yetu ya umma kuwasilisha gawio kubwa ambalo halijawahi kutokea. Katika kipindi cha mwaka mmoja uliopita, mwaka 2023-24, mashirika yetu ya umma ambayo sasa kwa idadi yamefika 309 yamewasilisha gawio kwa Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, la kiasi cha shilingi trilioni 1 na bilioni 28. Haijawahi kutokea. Haijawahi kutokea katika historia ya nchi yetu. Hiki ni kiwango kikubwa, lakini ni kiwango kikubwa ambacho kimetokana na uwekezaji mkubwa na makini uliofanywa na serikali ya awamu ya 6 katika kipindi cha miaka 4 katika mashirika yetu ya umma. Umefanyika uwekezaji mkubwa, kwanza katika uwekezaji wa mitaji kwenye mashirika yetu, kwenye taasisi zetu za umma zinazokusanya mapato ya serikali, zinazokusanya kodi na tozo mbalimbali. Lakini pia umefanyika uwekezaji mkubwa wa mageuzi. Kama mtakumbuka, Mheshimiwa Rais na falsafa yake ya R4, mojawapo ni mageuzi, nyingine ustahimilivu, nyingine maridhiano, na nyingine kujenga upya. Kwenye kuimarisha mashirika yetu ya umma tumetumia falsafa hii. Kwanza, mnajua wote, Mheshimiwa Rais alipoingia madarakani alikuwa ameingia kwenye kipindi ambacho nchi ilikuwa na changamoto kubwa. Imetoka kwenye ugonjwa wa corona, dunia inapata gharama kubwa kutokana na vita vya Ukraine na Urusi na mtikisiko mkubwa kwenye uchumi. Ara ya ustahimilivu ikatusaidia kuwa wahimilivu kwenye kipindi hicho.
Ya pili, reform, kufanya mageuzi. Mheshimiwa Rais ameongoza mageuzi makubwa ya kimfumo kwenye taasisi zetu, kwenye mashirika yetu ya umma, mageuzi ambayo yamelenga kuongeza tija katika uzalishaji, tija katika utoaji wa huduma na tija katika matumizi ya mifumo yaliyorahisisha utoaji wa huduma katika mashirika haya. Sasa matokeo yameonekana. Mashirika yetu yameongezewa uwekezaji wa kiasi cha shilingi trilioni 21. Uwekezaji kwenye mashirika yetu miaka minne iliyopita ulikuwa na thamani ya shilingi trilioni 66. Hivi ninavyoongea, uwekezaji katika mashirika yetu umefikia zaidi ya shilingi trilioni 86. Tumeongeza uwekezaji wa zaidi ya shilingi trilioni 21 ambazo sasa zimetuwezesha mashirika yetu ya umma, taasisi zetu zinazofanya biashara, kwenye mashirika ambako serikali ina hisa nyingi, kwenye mashirika ambako serikali ina hisa chache, na yale ambayo yanakusanya maduhuli ya serikali, tumeongeza ukusanyaji na gawio sasa limefika shilingi trilioni 1 na bilioni 28. Tumetoka shilingi bilioni 767. Ongezeko kubwa. Kwa mwendo huu mwakani tunategemea gawio kwa serikali liongezeke zaidi ya hili. Na haya ni matokeo ya uwekezaji uliotokana na hizo R4 kama ambavyo nimefafanua, na sasa tunaanza kupata matokeo makubwa ya uwekezaji huu uliofanywa na serikali. Tukiachana na hilo ambalo limefanyika kwa kiasi kikubwa katika mashirika yetu ya umma, pia serikali imeimarisha huduma za kijamii mbalimbali kwenye maeneo mbalimbali. Na leo katika mkutano huu nitawatajia baadhi ya maeneo, lakini mojawapo kwa msisitizo, na ndio maana niko hapa mbele yenu na nyuma yangu nikiwa na jengo la Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo. Moja kati ya miradi mikubwa iliyotekelezwa na serikali ni huu wa ujenzi wa mji wa serikali Mtumba. Kwa hivyo katika kuimarisha utoaji wa huduma kwa wananchi na kuboresha mazingira ya kufanyia kazi kwa watumishi wa umma, serikali ya awamu ya 6 chini ya Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan inaendelea na awamu ya pili ya ujenzi wa majengo ya serikali, ofisi za wizara na taasisi katika mji wa serikali Mtumba, ambao ukamilishaji wake kwa ujumla hadi sasa umefikia 90.1. Katika majengo yanayojengwa kwenye mji wa serikali Mtumba, hapa tunajenga majengo 34. Jengo mnaloliona nyuma yangu lina ghorofa 5. Lakini katika mji wa serikali hapa tumejenga majengo mbalimbali, yako mengine yanafika mpaka ghorofa 10. Yote yamejengwa kwa sababu Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan anataka kuimarisha mazingira ya utoaji wa huduma za serikali. Majengo 6 tayari yameanza kutumika. Na kama nilivyosema mwanzoni, mimi nikimaliza mkutano huu leo naingia kwenye ofisi yangu kwenye jengo jipya la Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo. Lakini pamoja na ujenzi wa majengo haya, zipo kazi nyingine ambazo zimefanyika katika mji wa serikali Mtumba. Na napenda kuambia Watanzania, unapokuja Dodoma, usikose kuja kutembelea mji wa serikali Mtumba. Hiki ni kivutio kingine cha utalii katika jiji la Dodoma. Manake hapa unakutana na mji uliojengwa kisasa. Na niwaambie, mpaka sasa zaidi ya nchi 10 zimekuja Tanzania kujifunza ujenzi wa mji wa serikali. Na kila anayefika hapa anakuja kuchukua mawazo yaliyofanywa katika mji wetu wa serikali Mtumba kwa ajili ya kwenda kujenga miji yao. Zipo nchi ambazo hazijengi miji yao sasa. Vijana wanasema imekwisha hiyo, imeenda, watabaki na miji ya zamani. Lakini zile ambazo zimeamua kujenga miji yao upya wanakuja kuchukua mfano Tanzania na wanajifunza kazi nzuri iliyofanywa. Sasa pamoja na majengo haya ya serikali yanayojengwa, na niwaambie tu, kwenye jengo hili la Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo, upande wenu wa kushoto, upande wangu wa kushoto ambao kwenu ni upande wa kulia, hapa tutajenga kiwanja cha mfano kidogo cha mpira, ili mtu akiingia hapa getini aone kwamba anaingia kwenye wizara
inayohusika na michezo. Na tutajenga kazi nyingine za sanaa hapa, vinyago vyetu vile tingatinga, humu ndani utaona michoro ya tingatinga, vinyago vyetu vile vya Wamakonde vitakuwepo hapa. Tunataka tuwe tuna majengo ambayo usanifu wake unaakisi sekta ambayo wizara inaisimamia, na hilo tutalifanya hapa. Sasa katika mji wa serikali ambao nimewaambia kuna majengo hapa 34, pamoja na ujenzi wa majengo, pia tumejenga barabara za lami zenye urefu wa kilomita 59.1 na kukamilisha upembuzi yakinifu wa barabara inayounganisha mji wa serikali na Ikulu yenye urefu wa kilomita 9.9, karibu kilomita 10. Pamoja na majengo haya tumejenga hizo barabara kilomita 59.1 na tunajenga nyingine ya kutuunganisha na Ikulu. Lakini pili, tunaendelea na ujenzi wa miundombinu ya kudumu ya umeme inayopita chini ya ardhi yenye urefu wa kilomita 42. Wote mmeona mkija hapa mji wa serikali Mtumba, kuna hizi nyaya chache mnaziona. Baada ya muda mfupi hizi nyaya hamtaziona, kwa sababu miundombinu ya umeme yote tunaipitisha chini ya ardhi, na tutajenga kilomita 42 ambazo zitakuwa na msongo wa kilovoti 33, na kazi hii hivi ninavyozungumza imefikia 55%. Lakini kazi nyingine kubwa ambayo tunaifanya hapa ni kukamilisha usambazaji na uwekaji wa miundombinu ya mtandao wa mawasiliano. Hapa internet itakuwa ni muda wote. Tunataka tujenge mji wa kisasa. Tunaendelea na ufungaji wa mifumo ya kamera, yani CCTV. Kazi hii na yenyewe imefikia 47%. Mji wetu huu wa serikali Mtumba, mtu atakuwa anaweza kuona kutoka sehemu yoyote duniani. Kwa kifupi, hapa tunajenga mji janja. Tunaweka mtandao, tutafunga kamera. Kwa hiyo ni mji ambao kitu chochote kinachofanyika hapa kinaweza kufanyika mahali popote. Kwa hiyo moja kwa moja, ama tunasema kwa kikinga, automatically tutakuwa tumeondokana mpaka na matukio yale ya uhalifu, kwa sababu tutakuwa tunaweza kufuatilia mji wetu wa serikali kutoka mahali popote, na hili ni jambo muhimu katika kuhakikisha tunakuwa na mji salama wakati wote. Kwa hiyo ni uwekezaji uliofanywa na serikali ya awamu hii ya 6 katika mji wetu huu wa serikali Mtumba. Lakini kazi nyingine ambayo inafanyika katika utekelezaji wa miradi mikubwa ya hapa mji mkuu wa nchi ama makao makuu ya serikali Dodoma ni pamoja na uendelezaji wa miundombinu. Sasa wote tunafahamu, baada ya serikali kuhamia Dodoma kutoka Dar es Salaam, moja ya maeneo yaliyoleta changamoto kubwa katika mji wa Dodoma ilikuwa ni utoshelevu wa huduma ya maji. Na sababu ni moja tu, kwamba mji huu ulikuwa na huduma ya maji inayotosheleza, lakini iliwatosha watu wa Dodoma waliokuwepo kabla ya serikali kuhamia Dodoma. Kwa baada ya serikali kuhamia Dodoma, tayari kukaanza kujitokeza changamoto ya upungufu wa maji. Serikali haijakaa kimya, imechukua hatua, na hatua hizi tumeziweka katika makundi matatu. Kuna hatua za muda mfupi, hatua za muda mrefu, na hatua za muda wa kati. Sasa niwaambie hatua za muda mfupi. Serikali inaendelea kuchukua hatua mbalimbali kuendelea kupunguza changamoto ya maji katika jiji la Dodoma, ambapo kukamilika kwake kutaongeza uzalishaji wa maji kutoka lita za sasa milioni 81. Na hizo nazo tumeongeza kwa sababu kabla hapo tulikuwa tuna chini ya lita milioni 40. Kazi iliyofanyika katika kipindi cha mwaka 1.5 uliopita tumefika lita milioni 81, lakini miradi inayoendelea tutaongeza upatikanaji wa maji katika jiji la Dodoma kutoka lita milioni 81 hadi kufikia lita milioni 121 kwa siku. Miradi hii ina thamani ya shilingi bilioni 62.84. Na naomba kwa ruhusa yenu niitaje ili wananchi wa Dodoma wajue kwamba changamoto hii inashughulikiwa, pamoja na kwamba wengi wameshaanza kuona kwa namna ambavyo changamoto hii imeanza kupungua. Katika kushughulikia jambo hili kwenye mji wa Dodoma, kwanza tuna mradi wa uchimbaji wa visima Nzuguni awamu ya pili. Tunafanya mradi huu ambao utahudumia watu 100,000 na upo 80%. Unajengwa kwa gharama ya shilingi milioni 220. Tunajenga mradi mwingine wa kusogeza na kuboresha huduma Dodoma mjini na Chamwino. Yako maeneo ambayo huduma ya maji iko mbali. Mradi huu kwa sasa tunapozungumza umefika 60% na unajengwa kwa gharama ya shilingi bilioni 4.18. Tuna mradi wa maji safi kule Nala. Mradi huu utahudumia wananchi 15,000. Manake kule kumekuwa na maeneo ambayo yana changamoto kubwa ya maji na yanakosa maji kabisa. Tunatekeleza mradi huu
hivi ninavyozungumza umefikia 20% na unajengwa kwa gharama ya shilingi milioni 420. Kazi inaendelea na wananchi wa Nala msio na wasiwasi, mradi huu utakamilika karibuni. Tuna mradi wa ujenzi na uboreshaji wa mtandao wa maji safi Nzuguni awamu ya pili. Mradi huu una thamani ya shilingi bilioni 4.77. Utahudumia wakazi 1,123,095 na watu wetu walioko Nzuguni, Ilazo, Swaswa, Ipagala na Kisasa. Tunajua kuna wakati fulani mnakosa maji. Mradi huu unakwenda kumaliza changamoto hii na upo katika hatua nzuri ya utekelezaji. Tunao mradi wa maji wa Zuzu Nala. Tunajenga mradi huu, kazi hii imefika 10%, unajengwa kwa gharama ya shilingi bilioni 13.6 na matarajio ni kuhudumia wananchi 38,096 wa kata za Nala, Zuzu na eneo la viwanda Mkonze, Michese na Miganga. Yale maeneo kwa sasa wanaoishi maeneo haya kuna wakati pia wanapata changamoto ya maji. Huu mradi unakuja kumaliza changamoto hii. Tunatekeleza mradi mwingine wa mtandao wa maji safi katika mji wa serikali Mtumba. Mradi huu na wenyewe umefikia 5%, unajengwa kwa gharama ya shilingi bilioni 35.6 na utakapokamilika utahudumia mji wa serikali na maeneo ya jirani. Kuna vijiji ambavyo vinazunguka katika mji huu wa serikali. Lakini pili, kuna utafiti na uchimbaji wa visima katika maeneo mbalimbali ya Dodoma ambao unaendelea, kwa sababu wakati tunasubiria hii miradi mingine ambayo nitawaeleza pia tunatekeleza miradi tunaendelea kufanya utafiti katika maeneo mbalimbali ili tuweze kutekeleza miradi mbalimbali. Kwa tunafanya utafiti na uchimbaji wa visima katika maeneo ya Mkonze, Mzakwe, Zuzu, Mkuhungu, Miganga, Nzuguni, Ihumwa, Michese, Mahomanyika, Kisasa na Mahungu. Mradi huu una thamani ya shilingi bilioni 3 na utekelezaji wake umefikia 5%. Mradi huu utawanufaisha wananchi takriban 184,642 wa Dodoma. Kwa hivyo hizi sasa ni njia za muda mfupi na muda wa kati kuhakikisha wakati huu ambapo tunasubiria miradi mikubwa tunaiacha jiji la Dodoma likiwa na huduma za maji ama wananchi wanapata huduma za maji vile inavyotakiwa. Lakini ndugu zangu, nje ya miradi hiyo tunao mradi mkubwa wa maji kutoka bwawa la Farkwa. Tupo katika hatua za mwisho za kumpata mkandarasi ili kazi ya ujenzi ianze. Tunatarajia katika mwaka huu wa fedha tutaanza kazi hii. Lengo ni kwamba mradi huu utatuletea maji mengi kutoka bwawa la Farkwa. Na maji ya kutoka bwawa la Farkwa yakija yatakuwa tofauti sana na maji ambayo sasa hivi tunayatumia Dodoma. Najua wengi wamekuwa wakilalamika, maji yana chumvi, maji yana chumvi. Ni kwa sababu maji ya Dodoma water table iko juu. Kwa maji tunayoyapata yana chumvi. Maji ya kutoka Farkwa yatakuwa baridi na yatakuwa yanatosheleza mahitaji ya Dodoma. Lakini serikali pia ipo katika hatua mbalimbali za kuhakikisha tunaleta maji Dodoma kutoka Ziwa Victoria. Maji ambayo yatakuja kwa shughuli kwa malengo mawili makubwa. Kwanza kutumiwa na binadamu, lakini pili njiani yatatumika katika kilimo na ufugaji. Kwa hiyo ndugu zangu wa Dodoma, nataka niwahakikishie kwamba serikali haijalala. Tunatambua changamoto za maji zinazojitokeza Dodoma. Tunaendelea kuzifanyia kazi na wenyewe mtakuwa mashahidi katika kipindi kifupi. Mmeona mabadiliko makubwa katika maeneo mengi. Mgao wa maji umepungua, tunaendelea kuupunguza, na kwa kutumia visima tutakuwa tumeumaliza kwa muda mfupi, lakini tunayo masuluhisho ya muda mrefu ya kuleta maji kutoka Farkwa na kutoka Ziwa Victoria. Lakini katika uboreshaji wa jiji la Dodoma iko miundombinu mingine ambayo tunaifanya. Manake niliwaambia hii ya kuhamia Dodoma ni moja kati ya miradi mikubwa tunayotekeleza. Tunatekeleza mradi huu kwa sababu serikali imehamia hapa na hapa ni makao makuu na ni lazima makao makuu ifanane na hadhi ya makao makuu ya nchi. Sasa naomba niwape taarifa juu ya kazi kubwa inayoendelea ya ujenzi wa barabara. Mkiingia Dodoma hapa kwenye maeneo mbalimbali, barabara zinajengwa za mitaani, na katika bajeti ambayo kesho inakwenda kusomwa, bajeti kuu, pia tumezingatia ujenzi wa barabara za ndani ya jiji la Dodoma. Kwa hivyo nchi yetu inaendelea kufanya utekelezaji wa miradi hii ya barabara katika maeneo mbalimbali, kwa sababu Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan anaamini kwamba uchumi wa nchi yetu hautaweza kuchangamka kama miundombinu yetu itakuwa dhaifu. Kwa hiyo kutokana na hilo, katika maeneo mbalimbali yanayounganisha miji yetu, vijiji vyetu, majiji, tunaendelea kutekeleza kazi hiyo ya ujenzi wa barabara.
Na katika kipindi hiki cha uongozi wa awamu ya 6 tumeshuhudia sana kuongezeka kwa mtandao wa barabara. Juzi Waziri wa Ujenzi Mheshimiwa Abdalla Ulega alikuwa pale daraja la Kigongo Busisi akizungumza na waandishi wa habari. Na naomba niwakumbushe Watanzania, moja kati ya mambo makubwa aliyosema ni jitihada zilizofanywa na serikali ya awamu ya 6 kuongeza mtandao wa barabara nchini. Katika kipindi hiki cha miaka 4 tumeshuhudia ongezeko kubwa la mtandao wa barabara kwa kiwango cha lami kutoka kilomita 38,086.95 za mwaka 2020 na sasa tumefikia kilomita 40,902.434 kwa mwaka 2025. Na mtandao wa barabara za changarawe kutoka kilomita 24,493 kwa mwaka 2020 na sasa tumefika kilomita 44,372.2 kwa mwaka 2025. Na ndugu zangu, msichukulie poa hizi barabara za changarawe. Manake hizi ndio nyingi. Ndio maeneo ambako watu wetu wengi walioko vijijini wanaishi na ndizo zinazowaunganisha. Mpango wa serikali ni kwamba tuendelee kuongeza mkazo katika ujenzi wa barabara za lami kwa sababu hizi ndizo za uhakika. Lakini hatuwezi kuacha kujenga barabara za changarawe kwa sababu hatuwezi kujenga barabara zote kwa mara moja. Kwa hivyo kazi inaendelea, na kwa jiji la Dodoma tunao mradi mmoja mkubwa ambao tunaendelea kutekeleza. Mradi wa ujenzi wa barabara ya mzunguko wa jiji la Dodoma. Wote mtakuwa mashahidi. Kwa tunaokaa Dodoma, tunayo changamoto kubwa ya msongamano wa magari barabarani. Ni kwa sababu magari yote yanayotoka ama Morogoro, ama yanayotoka Iringa, ama yanayotoka Singida, ama yanayotoka Arusha ni lazima yapite katikati ya jiji la Dodoma. Na hivyo inaleta msongamano mkubwa wa magari. Serikali inaendelea na ujenzi wa barabara ya mzunguko wa nje, yani outer ring road katika jiji la Dodoma kwa kiwango cha lami yenye urefu wa kilomita 112, ambapo sehemu ya kwanza ya Nala, Veyula, Mtumba, Ihumwa, Bandari Kavu kilomita 52, ujenzi wake umefikia 86%. Naomba waandishi wa habari, ikiwapendeza, wakati wa kutoka hapa tubieni njia hiyo, alafu mrejee mjini, na kwa sababu mabasi yapo yatawapeleka, mtaona kazi nzuri inayofanywa na serikali. Lakini sehemu ya pili ni ya Ihumwa, Bandari Kavu, Matumbulu hadi Nala kilomita 60. Ujenzi wake umefikia 85%. Kwa ujumla barabara hizi tunakwenda kuzimalizia kwa 100% katika bajeti ya serikali inayoanza tarehe 1 ya mwezi wa 7 mwaka 2025. Pamoja na kwamba ni bajeti ya uchaguzi, lakini hatuwezi kuacha huduma zingine. Kwa hivyo tutakwenda kumalizia kazi hii kubwa ya ujenzi wa barabara ya mzunguko katika jiji la Dodoma ili tuondoe changamoto ya foleni ambayo inatusumbua kwa sasa. Lakini kazi nyingine kubwa ambayo inafanyika katika makao makuu ya nchi jijini Dodoma ni ya ujenzi wa uwanja wa ndege wa kimataifa wa Msalato. Tunajenga uwanja huu kwa sababu tunatambua hapa ni makao makuu. Patahitaji ndege kubwa kutua katika jiji hili. Na huduma nyingi ambazo uwanja wetu uliopo sasa, baadhi ya ndege haziwezi kutua na huduma nyingi haziwezi kupatikana kwa sababu zinahitaji uwepo wa uwanja mkubwa wa ndege. Kazi ya ujenzi wa uwanja wa kimataifa wa Msalato inaendelea vizuri. Hivi ninavyozungumza utekelezaji wake umefika 87%, na mradi huu wote mnafahamu umegawanyika katika sehemu mbili. Sehemu ya kwanza inahusisha ujenzi wa barabara ya kuruka na kutua ndege, yani runway, barabara za maungio, taxiway, maegesho ya ndege yani aprons, ujenzi wa uzio wa usalama, barabara ya kuingia na kutoka kiwanjani, maegesho ya magari na uwekaji wa taa za kuongozea ndege, ambapo utekelezaji wake unaendelea vizuri. Lakini awamu ya pili utekelezaji wake umekamilika. Lakini awamu ya pili inahusisha jengo la abiria, mnara wa kuongozea ndege na majengo mengine ambayo ujenzi wake pia umefika 53.1%. Nataka niwahakikishie katika mwaka huu wa fedha ujenzi wa uwanja wa ndege wa kimataifa wa Msalato pia utaendelea, na malengo yetu ni kwamba katika mwaka huu wa fedha ndege zitaanza kutua Msalato. Kuna baadhi ya kazi katika ujenzi wa uwanja huu zitaendelea, lakini kazi hizi hazizuii ndege kuanza kutua katika uwanja wetu wa Msalato kwa sababu tunahitaji baadhi ya huduma zianze kutolewa sasa. Juzi wakati nikiwa kwenye ndege nikutana na jamaa zangu, wananiambia bwana, hizi Airbus kwa nini tunaziona Dar es Salaam hatuzione Dodoma? Nikamwambia muda mfupi zitaanza kutua Dodoma. Airbus kwa uwanja tulionao ikiwa full capacity, ikiwa na abiria wote imejaa, uwanja wetu ule ni mfupi. Lazima ipate uwanja mrefu. Kwa hiyo uwanja wetu wa Msalato utakapoanza kufanya kazi, Airbus, Boeing, Dreamliner
zote zitaanza kutua pale, na tutafurahia uwekezaji mkubwa ambao nchi yetu imeufanya katika shirika letu la ndege la ATCL. Taarifa nyingine ambayo ningependa kuwapa ni juu ya maendeleo ya ujenzi wa bandari. Ndugu zangu, kama wote mnavyofahamu, mwezi Oktoba mwaka 2023 serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kushirikiana na mamlaka ya usimamizi wa bandari Tanzania TPA ilisaini mikataba mitatu ya uwekezaji na kampuni ya DP World MEA FZE ya Falme za Dubai. Mkataba wa nchi mwenyeji, mkataba wa upangishaji na mkataba wa uendeshaji, ikiwa ni sehemu ya mkakati wa kuifanyia mageuzi bandari ya Dar es Salaam ili kuiwezesha kuwa na ushindani kikanda na kimataifa na kuiwezesha bandari yetu kutoa huduma kwa ufanisi wa hali ya juu. Sasa najua katika siku 2-3 kumekuwa na maneno mengi. Uwekezaji ule, uwekezaji ule, uwekezaji ule. Mimi ndio msemaji mkuu wa serikali. Nataka niwaambie wote wanaotumia majukwaa, simalizi neno la mwisho, kupotosha serikali ipo na itakuwa inatoa ufafanuzi wakati wote. Moja kati ya mambo makubwa na mazuri yaliyofanywa kwa maono na umahiri wa Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan ni uwekezaji katika bandari yetu ya Dar es Salaam. Na kwa sababu siku 2-3 yamezunguka maneno, nitarudia kusema manufaa makubwa na faida kubwa tunazozipata kutokana na uwekezaji kwenye bandari yetu ya Dar es Salaam. Na ningependa hili jambo lieleweke. Kwenye mambo haya ya msingi itakuwa bumper to bumper, data kwa data. Ni lazima Watanzania wapate tafsiri sahihi. Natambua kwamba huu ni mwaka wa uchaguzi. Ni vizuri Watanzania waende kwenye uchaguzi wakiwa na taarifa sahihi ili wafanye uamuzi sahihi kwenye uchaguzi. Sasa naomba ndugu zangu waandishi wa habari, nitumie nafasi hii kuambia Watanzania, katika kipindi cha kuanzia Januari mpaka Disemba mwaka 2024, kampuni ya DP World ambayo uwekezaji wake ulikuja na maneno mengi yaliyotulazimu tusilale kutoa ufafanuzi, imefanya uwekezaji wa awali katika maeneo mbalimbali ya uendeshaji ili kuongeza ufanisi wa huduma za bandari, na uwekezaji uliofanyika katika kipindi hiki nilichokitaja ni wa kiasi cha shilingi bilioni 214.42. Yamefanyika mambo gani? Kwanza, umefanyika uwekaji wa mitambo 4 aina ya rubber tired gantry crane. Mitambo hiyo imegharimu kiasi cha shilingi za Tanzania bilioni 96. Mitambo hiyo ni mahususi kwa ajili ya kuhudumia shehena ya makasha kwa ufanisi na kasi kubwa zaidi. Kabla ya uwekezaji huu, TPA ilikuwa na mitambo 2 tu. Na sasa jamaa wametuletea mitambo 8 na mahitaji sasa yamefikia 100%. Maana tulikuwa tunahitaji mitambo 10. Ya TPA ilikuwepo 2, jamaa wameleta 8, sasa tuna mitambo 10. Ushushaji wa makasha kama nitakavyowaambia sasa hivi sio kwa foleni. Meli inakuja, inapaki, muda itakaotumia ni ule wa kushusha makontena. Nikisema makasha na maana ya makontena, wa kushusha makontena. Baada ya hapo inaondoka, hakuna kukaa kwenye foleni. Lakini pia jamaa wamefanya ununuzi wa mitambo mingine 2. Na hii ni mitambo inaitwa ship to shore gantry crane. Mitambo hii mipya ni kwa ajili ya kutumika katika kitengo cha makasha cha bandari ya Dar es Salaam. Ina thamani ya shilingi bilioni 115. Imewekwa pale na inaendelea kufanya kazi. Lakini pia wamenunua inaitwa terminal tractors. Kampuni ya DP World imefanya uwekezaji kwa kununua mitambo mingine mbalimbali, yakiwemo hayo matrekta 20 ambayo hutumika katika kuhamisha na kusafirisha shehena kutoka sehemu moja ya bandari kwenda eneo jingine. Lakini pia wamenunua tunasema trailers, matela yale kwa lugha ya Kiswahili tunasema matela yale ya kubebea hayo makontena, kuyachukua au mizigo mbalimbali kutoka sehemu moja kwenda nyingine. Wamenunua 31 ambayo yanatumika kuhamisha hizo shehena. Sasa sambamba na uwekezaji huu, jumla pia ya majenereta yaliyofungwa pale ni 7. Uwekezaji huu kwa pamoja umegharimu kiasi cha shilingi bilioni 13. Nimeamua kuyataja haya ili watu wasifikiri kwamba tunaposema mageuzi yamefanyika na uwekezaji umefanyika mkubwa wa bilioni 214 ni maneno tu.
tunataka tutaje na vifaa ili waone. Lakini moja kati ya maeneo ambayo yanaleta changamoto kubwa ni eneo la mifumo ya bandari, ambayo ndio ilisababisha ufanisi mdogo sana wa bandari. Kampuni ya DP World inaendelea kusanifu mfumo wa kisasa wa tehama wa kuhudumia shehena. Mfumo huu ni mahususi kwa ajili ya kutoa huduma za uendeshaji. Sehemu ya kwanza ya kazi ya usanifu wa mfumo huu imekamilika na kwa sasa umeanza kutumika na wateja pamoja na wadau wanapatiwa huduma za DP World. Jumla ya shilingi za Kitanzania bilioni 3.1 zinatumika katika uwekezaji huu. Tumeanza kutumia na matokeo yake tumeanza kuyapata. Sasa hivi kwa watu wanaotumia huduma za bandari, longolongo za subiri kesho zimeondoka, kwa sababu DP World wamekuja na suluhisho. Wamekuja na mfumo ambao umejibu changamoto ambazo tulikuwa tunazipata. Lakini pia wamefanya ununuzi wa mitambo zaidi ya kisasa na uendeshaji, ambapo katika kipindi cha mwaka huu 2025 kampuni ya DP World imeanza na utekelezaji wa awamu ya pili ya mpango wa uwekezaji utakaogharimu shilingi za Kitanzania bilioni 104. Huu ni mpango utakaohusisha ununuzi wa mitambo mingine miwili aina ya ship to shore gantry crane SSG, ujenzi wa milango mipya ya bandari inayotumika kuingiza na kuondosha shehena mbalimbali bandarini, na maboresho ya maeneo ya kuhifadhi na kuhudumia shehena. Kazi nyingine kubwa iliyofanyika ni kuhakikisha tunashirikisha wadau vizuri katika shughuli za bandari, na matokeo yake ni kwamba kumekuwa na ongezeko kubwa la shehena kutokana na kazi hizi. Kwanza, uwekezaji kwenye bandari yenyewe ulifanywa na DP World, lakini pili, ushirikiano mzuri kati ya mamlaka yetu ya usimamizi wa bandari TPA na wadau mbalimbali. Matokeo yake ni nini? Tumeweza kuongeza shehena ya makasha ambayo yanahudumiwa, yani makontena ambayo yanahudumiwa na bandari yetu. Idadi ya makasha yanayohudumiwa na waendeshaji binafsi katika kipindi cha mwaka 2024-25 imefikia makasha ya futi 20, yani makontena ya futi 20, 1,159,387, sawa na ongezeko la 28% ikilinganishwa na makasha 904,424 yaliyohudumiwa katika kipindi kama hicho kwa mwaka 2023-2024. Lakini la pili kubwa, mapato ya jumla kwa bandari kwa mwaka yameongezeka kutoka shilingi trilioni 1.1 yamekwenda shilingi trilioni 1.5. Fidia pia imeongezeka kutoka shilingi bilioni 49 sawa na 4% hadi shilingi bilioni 329 ambazo ni sawa na ongezeko la 36%. Kwa hiyo mnaweza mkaona faida kubwa ambazo zimekuja kutokana na uwekezaji mkubwa uliofanyika katika bandari yetu. Na jingine niliwaambia hata wakati ule tunatoa ufafanuzi. Moja kati ya mambo makubwa ambayo yametusaidia baada ya uwekezaji wa DP World, gharama za uendeshaji wa bandari yetu zimepungua kwa karibu 50%, kama 46 hivi kwenda 47 48. Tumeokoa gharama za uendeshaji kwa karibu shilingi bilioni 500 kwa mwaka. Tulikuwa tunakusanya kama bilioni 800 850 hivi kwa mwaka, lakini tulikuwa tunatumia sehemu kubwa ya hizo fedha, karibu zote tulikuwa tunamaliza kwa sababu ya gharama za uendeshaji wa bandari. Kwa hiyo tulikuwa tunaishia kupata mapato yanayotokana na TRA yetu. Sasa hivi tumeokoa gharama kubwa za uendeshaji wa bandari kwa sababu tumeleta sekta binafsi, imeleta suluhisho, uwekezaji kwenye miundombinu, kwenye mifumo ya uendeshaji, na matokeo yake sasa nchi inanufaika na uwekezaji. Na yako maneno kwamba uwekezaji huu tumewapa bandari. Naomba kuwakumbusha Watanzania, tumeingia mkataba na DP World, mkataba ambao tukitaka wakati wowote tutauvunja. Mkataba unasema wazi, upande wowote unaweza kuvunja mkataba bila kwenda kwenye vifungu kwa undani vya kisheria. Kwa hiyo wale ambao wamepita kuambia watu kwamba tumewapa bandari moja kwa moja, sio kweli. Hii ni biashara, na bandari ndugu zangu ni biashara. Bandari ni pesa. Na uwezo ukaenda kwenye biashara unaleta siasa. Kwenye biashara ni namba. Biashara inatakiwa ikupe faida. Anayefanya biashara vizuri anapata faida zaidi. Sisi tunafanya biashara ya bandari, tumeendesha wenyewe kwa miaka yote. Faida tuliyokuwa tunaipata tumeiona. Makusanyo,
bilioni 800 ya bandari na wadau wake pale bandari, bilioni 800 kwa mwaka. Leo hii tumewapa DP World, tumeshafika trilioni 1.5, yani bilioni 1500. Tumetoka bilioni 800 kwenda bilioni 1500. Sasa Watanzania, kipi chema? Tuendelee kubaki tunaendesha biashara wenyewe kwa mapato ya bilioni 800, au tumewaita DP World ama wawekezaji ambao sasa wametuongezea mapato kwenda bilioni 1500 na uwekezaji unaendelea? Tutapata zaidi ya hapo. Huyo ndio Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan na maono yake. Hatuwezi kuwa na bandari ambayo kila siku watu wanacheka. Nataka niwaambie Watanzania, kuna mtu mmoja miaka fulani aliwahi kusema, mimi nikipewa bandari ya Dar es Salaam nitaendesha nchi kwa kutumia bandari peke yake. Alikuwa anatuambia kwamba tunachokusanya kutoka kwenye bandari yetu ni kidogo kulingana na tunachostahili kukusanya. Mheshimiwa Rais amezinduka, ita wawekezaji, tumeshaanza kupata pesa nyingi kutoka kwenye bandari yetu ya Dar es Salaam. Lakini kitu kingine kikubwa ambacho tumekipata baada ya uwekezaji huu ni kupungua kwa muda wa meli kusubiri nangani. Meli zetu zilikuwa zinasubiri nangani kwa wastani wa siku 30. Na hiyo ilikuwa ni mwaka 2023-24. Kabla ya hapo zilikuwa zinasubiri mpaka zaidi ya mwezi. Tulikuwa tunafika mpaka siku 46. Meli zinasubiri nangani. Ziko kwenye foleni ya kwenda kushusha mizigo katika bandari ya Dar es Salaam. Uwekezaji huu ndani ya mwaka mmoja peke yake tumefanikiwa kupunguza wastani wa meli kusubiri. Na hizi ni meli zile za mizigo mingine, wanasema general cargo. Zile za makasha zinakuja moja kwa moja, zinatumia siku 3 siku 4 zimeshusha zinaondoka. Hii mizigo mingine meli sasa wastani wa kusubiri nangani kutoka mwaka jana, acha mwaka juzi. Mwaka juzi ilikuwa siku 46. Mwaka jana ilikuwa siku 30. Mwaka huu tumeshusha hadi kufika siku 6. Meli sasa zinasubiri nangani kwa siku 6, zinakuwa zimeshusha makasha yake. Na ndugu zangu waandishi wa habari, hili jambo linaweza likachukuliwa kwa wepesi, lakini tulianza kupata changamoto ya meli kukataa kuja Tanzania. Wenye meli wanakataa, wanasema tukienda Tanzania tunapaki meli muda mrefu, tunachelewa kufanya biashara. Lakini zaidi ya hapo walikuwa wanatoza kwa ucheleweshaji uliokuwa unajitokeza. Kwa hiyo gharama za bidhaa zinazowaendea Watanzania zilikuwa zinakuwa kubwa sana, kwa sababu mtu anayeagiza bidhaa kuleta Tanzania akisubiri muda mrefu akatozwa kule na mwenye meli, zile gharama alizotozwa anakwenda kuziweka kwenye bidhaa, na wewe Mtanzania unakwenda kuzilipia kwenye sabuni, kwenye nguo utakayonunua, kwenye mafuta utakayonunua, na kila chochote utakachokinunua inakwenda kuongezeka kule. Sasa muda umepungua na gharama zetu pia zinapungua. Na ndio maana unaona pia nchi yetu hata mfumuko wa bei uko vizuri. Ukuaji wetu pia unakwenda vizuri. Ni kwa sababu kuna hizi afua muhimu ambazo serikali imechukua hatua na sasa zinatuletea matokeo mazuri. Mfumuko wetu wa bei sasa hivi uko kama 3.1 kwa mwaka jana. Sawa, tumefanya vizuri sana kwenye uzalishaji wa chakula, lakini pili, gharama za bidhaa zinazokuja kutoka nje zikija kwa gharama kubwa, mfumuko wa bei pia unaongezeka na inawaletea shida wananchi wetu. Lakini uwekezaji huu umeongeza pia ajira kwa Watanzania. Hadi Machi 2025 jumla ya Watanzania 764 wamepata ajira za moja kwa moja katika kampuni ya DP World na TEAGTL katika fani mbalimbali, wakiwemo maafisa wa idara mbalimbali, makarani wa shughuli za uendeshaji, waendeshaji wa mitambo mikubwa na midogo, pamoja na askari. Watu walisema wanakuja kupunguza ajira, wameongeza ajira 764. Lakini sambamba na ajira hizo za moja kwa moja, kampuni ya DP World na hao TEAGTL wametengeneza pia ajira nyingine zisizo za moja kwa moja kufuatia ongezeko la shehena mchanganyiko. Ajira hizi zinajumuisha wafanyakazi wa kutwa, madereva na maroli, pamoja na mawakala, ambazo takwimu tutakuja kuwapa siku nyingine kwa sababu timu inaendelea kufanya uchakataji. Lakini pia baadhi ya makampuni ya meli yameanza kupunguza gharama za usafirishaji wa shehena kwa njia ya maji. Na hii inafuatia kwa muda mrefu wa kusubiri nangani. Kwa mfano, kampuni ya meli ya Mediterranean Shipping Company MSC imeondoa kiasi cha dola za Marekani 1000 kwa kasha ambacho kilikuwa kikitozwa kama tozo ya ziada kwa mteja kwa sababu ya ucheleweshaji
wa uhudumiaji wa makasha katika bandari ya Dar es Salaam. Kuondolewa kwa tozo hii, ndugu zangu, ni kitu kikubwa sana. Wafanyabiashara wanaoleta makontena watakuwa ni mashahidi. Dola 1000 zimepunguzwa kwa sababu sasa hivi kampuni ya Mediterranean wameona hakuna sababu ya kufanya hivyo, kwa kuwa meli hazisubiri muda mrefu tena nangani. Nimeona niaseme haya, ndugu zangu, sambamba na mambo mengine ambayo yanafanywa na serikali ili kuwaonesha kazi kubwa inayofanywa na serikali. Lakini naomba nitumie nafasi hii kurudia kuwaomba kesho Watanzania wote tufuatilie uwasilishaji wa bajeti kuu ya serikali. Tutayasikia mengine mengi ambayo yamefanywa na serikali katika mwaka 2024-2025 na mengine mengi ambayo yanakuja katika mwaka 2025-2026 katika utekelezaji wa bajeti ambayo pamoja na mambo mengine itafanya masuala itahudumia uchaguzi wetu mkuu wa rais, wa bunge na madiwani utakaofanyika baadaye mwaka huu. Lakini pia ndo bajeti yetu ya CHAN na AFCON. Na ningependa nitumie nafasi hii kuambia kwamba maandalizi yetu yanakwenda vizuri. Hivi ninavyozungumza, wataalamu wako Nairobi, wako kwenye mkutano kwa ajili ya majadiliano ya masuala mbalimbali. Mashindano yetu ya CHAN ambayo yaliahirishwa kufanywa mwezi wa pili sasa yatafanyika mwezi wa 8. Maandalizi yanakwenda vizuri. Uwanja wetu wa Benjamin Mkapa uko tayari. Kazi ya ukarabati wa uwanja huu iko zaidi ya 90%. Tumebakiza kazi moja tu ya kufunga viti vilivyobaki 22,000. Viti 40,000 vimeshafungwa pale Benjamin Mkapa, na tunafunga viti vya rangi za bendera ya taifa. Kazi inakwenda vizuri. Tulipata changamoto kidogo kwenye pitch, tumeleta wataalamu wamerekebisha pitch. Pitch iko tayari kwa mashindano. Tutaitumia kwa ajili ya CHAN, na baada ya CHAN tutafanya marekebisho makubwa ya pitch ya uwanja wa Benjamin Mkapa. Tunaondoa ile subcourse, lile tabaka la juu lote tunaliondoa, tunaweka jingine kwa sababu limetumika muda mrefu, na yalikuwa ni makubaliano yetu sisi na CAF kwamba itakapomalizika CHAN basi tubadilishe tabaka hili, tuweke tabaka jipya ili uwanja uwe katika hali nzuri zaidi. Lakini pili, kamati yetu ya usimamizi na uratibu wa mashindano haya inaitwa Local Organizing Committee, inayoongozwa na mwananguli ama mwanamichezo mwenye heshima kubwa nchini Tanzania, Sir Leod Gachila Tenga, inaendelea kufanya kazi yake vizuri. Ndani ya kamati hii kuna kamati ndogo nyingi, kamati zinazohusika na masuala ya usafirishaji, kamati inayohusu masuala ya miundombinu, tena inaunganishwa na mwanamichezo bingwa kabisa. Anasimamia vizuri kufuatilia, kuhakikisha kwamba miundombinu yetu iko vizuri. Wote mnamfahamu Balozi Dau. Kwa ambao hamjui, Balozi Dau ni kati ya wadau wakubwa wa michezo. Yeye ndio mwenyekiti anayesimamia kamati hii, na wanafanya kazi nzuri kuhakikisha viwanja vyetu vya mazoezi viko tayari. Tumeandaa viwanja 3 kwa ajili ya CHAN, Gymkhana, Law School na Major General Isamuhyo, ambavyo mpaka sasa viko katika hali nzuri, na CAF wako hapa nchini kwetu wanaendelea kusimamia jitihada mbalimbali zinazofanyika, na wameridhishwa sana na maandalizi yetu yanayoendelea, pamoja na uwanja wa mashindano wa Benjamin Mkapa. Lakini wenzetu Zanzibar, uwanja wao wa Aman wamebadilisha, wameweka nyasi tunasema hybrid, yani mchanganyiko wa nyasi bandia na nyasi halisi. Uwanja umetumika katika mechi 2 za kimataifa, wote mmeona za Simba. Uwanja upo katika hali nzuri, na wanavyo viwanja vya mazoezi tayari kwa ajili ya CHAN. Kwa hiyo kwa Tanzania tutakuwa na vituo viwili, Zanzibar uwanja wa Aman na Benjamin Mkapa Dar es Salaam tutavitumia kwa ajili ya CHAN. Lakini kwa ajili ya AFCON tutakuwa na uwanja wa Aman, tutakuwa na uwanja wa Benjamin Mkapa, na tutakuwa na uwanja wetu wa Arusha. Kazi ya ujenzi wa uwanja wa Arusha imefika hatua nzuri. Mpaka leo tuko 45% na ushe, yani tuko zaidi ya 45%. Mheshimiwa Rais anaendelea kutoa fedha. Uwanja wetu utagharimu zaidi ya shilingi bilioni 286. Fedha ipo, na wako wa China pale, kampuni ya CRJE wanafanya kazi nzuri na kazi inakwenda vizuri. Malengo yetu ni kwamba mpaka kufika mwezi April mwakani uwanja uwe umekamilika. Uwanja uwe umekamilika. Ukienda leo pale, lile kalai lile liko tayari. Wameshajenga tayari, yale wanasema ile concrete work wameshafanya. Wameshajenga, wanakamilisha maeneo machache. Mwezi wa 7 huu wataanza kuweka sasa yale mapaa ya uwanja. Uwanja utaanza kuonekana, na ndio mwendo tunakwenda hivyo, na Mheshimiwa Rais anahakikisha fedha zinawafikia kwa wakati ili kazi zisikwame,
na uwanja wetu uwe moja ya viwanja ambavyo vitatumika. Sasa wote mtakumbuka tulishamkabidhi mkandarasi uwanja wa Dodoma. Mkandarasi yupo katika hatua za mwisho za kukusanya vifaa ili vianze kazi. Na kwa sababu tuna mkataba naye, nyinyi wala msiwe na wasiwasi. Akijiumauma sisi tunamkata hela. Ndio mkataba ulivyo. Lakini tuna mkandarasi mzuri, kampuni ya Limonta ya Italy. Kampuni ya Limonta ndio iliyofanya ukarabati wa uwanja wa Santiago Bernabeu, ule uwanja wa Real Madrid. Kwa hiyo hatujafanya mbambamba kwenye eneo hili, tumechagua kampuni ambayo ina uzoefu mkubwa ije ifanye kazi hii. Ninachohakikishia ndugu zangu wa Tanzania, tutaisimamia ifanye kazi kulingana na mkataba. Wasipotekeleza mkataba inavyotakiwa, hatua za kisheria zipo. Mikataba yote ina taratibu zake za kisheria. Ukifuata sheria uko salama, umekiuka unapigwa adhabu. Na adhabu yenyewe kwenye mikataba hakuna kitu kikubwa, ni kukata hela tu. Na sisi serikali kama waajiri wa mkandarasi, tukizingua tunakatwa, tunapigwa penalty, tunamlipa. Na yeye akizingua tunamkata hela. Kwa hiyo mkandarasi huyu muda wote ataanza kazi ya ujenzi wa uwanja wa Dodoma, kwa sababu mambo yote yamekamilika. Na uwanja wetu huu wa Dodoma na wenyewe malengo yetu tuukimbize uwe backup stage kwa ajili anasema backup stadium kwa ajili ya AFCON, ili mwaka 2027 ikitokea ama Tanzania ama kwenye majirani zetu Kenya na Uganda ambao tunaandaa nao AFCON, mmoja wapo amepata changamoto kwenye uwanja, sisi tunakuwa tuna uwanja wa Dodoma na unakuwa uko tayari kwa ajili ya kutumika kwenye mashindano ya AFCON. Mashindano ya CHAN ndugu zangu yanaanza tarehe 2 mwezi wa 8 mpaka tarehe 28 ya mwezi wa 8. Ninachowaomba wa Tanzania kwenye haya mashindano, nimesema tumeunda kamati ya kitaifa ya usimamizi wa mashindano haya. Kamati na kamati ndogo ndogo nyingi za usafirishaji, miundombinu, sijui vyakula, malazi na mengine mengi. Ndugu zangu wa Tanzania, mashindano haya yanakuja na fursa. Tutumie fursa hizi. Wenye kuandaa maeneo ya kulala wageni tuyaandae vizuri. Wenye vyombo vya usafiri tuviandae vizuri, vitakuja kutumika. Wenye kupeleka watalii kutembelea hifadhi zetu tujiandae vizuri. Kampuni za ndege, kampuni za usafirishaji wa magari, vyakula, Uber, sijui Bolt, nani wote tujiandae kukamata na kunufaika na fursa hizi vizuri. Mheshimiwa Rais anapofanya uwekezaji huu mkubwa, na nataka niwaambie ndugu zangu wa Tanzania, kuelekea CHAN na AFCON peke yake, gharama za maandalizi ya kufanikisha matukio haya ni zaidi ya shilingi trilioni 1. Matarajio ya Mheshimiwa Rais ni kwamba baada ya uwekezaji huu mkubwa wa Tanzania, tutatumia fursa zote wakati wa mashindano na baada ya mashindano haya za kunufaika na michezo na burudani. Na ndugu zangu, tusichukulie poa. Michezo na burudani ndio sekta inayoongoza kwa kasi ya ukuaji. Michezo na burudani kulingana na shirika la viwango, watu wa NBS, shirika letu la takwimu, michezo na burudani inaongoza kwa ukuaji wa 17.1. Tumezishinda sekta nyingi, sitaki kuzitaja kwa sababu nikizitaja wanasema na wazingua na wadhalilisha, lakini tunafanya vizuri. Maana yake ni nini kwa Watanzania? Hizi ni sekta zenye fursa nyingi. Tujitokeze tukamate fursa hizi. Itakuwa haina maana serikali inawekeza fedha nyingi namna hii, halafu sisi tunarudi nyuma, wageni kutoka nje wanakuja wanawekeza. Tujitokeze, tuandae maeneo ya burudani, wenye kuwekeza hoteli, wenye kuwekeza kumbi za starehe, wenye kuwekeza vyombo vya usafiri, ndege za kwenda kwenye hifadhi, vinyago kutengeneza, wenye kuuza bidhaa za Tanzania, vyakula vya Tanzania. Tuje na jitihada mbalimbali za kuhakikisha tunanufaika na fursa hizi, na niwahakikishie kwamba fursa hizi zinalipa sana na tunanufaika sana endapo tunajipanga vizuri. Kwa upande wa serikali, wakati wote tutakuwa tayari kutoa ushirikiano kwa mtu yeyote ambaye anataka kuwekeza na angependa tumuunge mkono katika uwekezaji wake. Tutakuwa tayari kufanya hivyo, na ndio maana tumeunda kamati ya kitaifa kwa ajili ya kuratibu mashindano haya na matukio yote yatakayokuja wakati wa mashindano haya na baada ya mashindano haya. Kwa sababu viwanja hivi vikimalizika vitabakia kwa ajili ya kuendeleza michezo na shughuli za burudani, sanaa na burudani kwa ajili ya Watanzania. Kwa baada ya hapo bado kutakuwa na fursa nyingine nyingi ambazo zitaendelea kujitokeza mbele yetu. Ndugu zangu waandishi wa habari, nilikuwa naangalia muda, naona umekwenda kweli kweli na naambiwa sasa nimalize. La mwisho, tumezungumza sana kuhusu digital press card. Nikiwa Shinyanga niliwaambia zitaanza kutoka baada ya wiki moja. Leo ninafurahi. Tena mimi kwangu nimebeba. Ngoja niichukue hapa.
Leo nafurahi kuambia ndugu zangu waandishi wa habari kwamba tayari sisi waandishi wa habari tumeingia rasmi kwenye digital press card. Na mimi naomba niwaoneshe digital press card yangu hii hapa. Digital press card. Maana yake ni nini? Sasa hivi waandishi wa habari wa Tanzania, vitambulisho vyetu sio vitabu. Wewe ukimwona mwandishi wa habari kitambulisho chake kitabu, ujue sio Mtanzania huyo. Sio mwandishi wa habari wa Tanzania. Sisi waandishi wa habari wa Tanzania tunakwenda kidijitali. Vitambulisho vyetu ni hivi. Unachotakiwa kufanya, ingia kwenye tovuti ya taasisi yetu. Inaitwa Journalist Accreditation Board. Bodi ya ithibati ya waandishi wa habari Tanzania. Ingia kwenye tovuti ya bodi hii, utapata maelekezo namna gani utapata kitambulisho chako cha uandishi wa habari. Ukipata kitambulisho chako cha uandishi wa habari, kitambulisho hiki kinabeba taarifa zako muhimu. Kwa hiyo mahali popote ukienda, ukiwaambia mimi ni mwandishi wa habari, unachukua kitambulisho chako hiki, unakiweka kwenye kifaa, kama ni simu, kama ni kishikwambi kama hiki. Kuna namna mbili. Unaweza ukakiegesha hapo, kinaonyesha taarifa zako, ama unaweza ukatumia kamera. Ukiwa una internet. Jaribu kuangalia hapa. Unatumia kamera ikiwa na internet, moja kwa moja inakupeleka, bahati mbaya hapa naona internet kidogo inasumbua. Moja kwa moja inakupeleka kwenye taarifa za kifaa chako. Kwenye taarifa zako wewe mwandishi wa habari. Itakwambia mimi ni fulani, natoka ITV, au natoka TBC, natoka Mwananchi, natoka Nipashe, natoka Uhuru, ni mwandishi wa habari. Kwa hiyo mtu anajua moja kwa moja huyu ni mwandishi wa habari halisi. Anakuruhusu unaendelea na kazi zako. Wale jamaa zetu wale ambao sio waandishi wa habari, na najua kuna watu watakurupuka kutaka kutengeneza hiki kitambulisho. Ukitengeneza utaumbuka. Kwa sababu tutakapokwenda kukiweka kwenye kifaa, mtu yeyote akitaka kukiweka kwenye kifaa, kujua kama kweli wewe ni mwandishi wa habari, akienda kwenye tovuti ya bodi yetu ya ithibati, taarifa zako hazitakuwepo. Maana yake wewe umekitengeneza, na kwa maana hiyo wewe ni muhalifu. Kwa hivyo ndugu zangu waandishi wa habari, naomba kutoa wito kwenu. Nendeni kwenye tovuti ya bodi yetu ya ithibati, nendeni mkaombe kupata kitambulisho cha uandishi wa habari. Na ukishaomba kitambulisho utatumiwa popote ulipo. Kwa hiyo pia tumeondoa changamoto ya waandishi wa habari kutoka Kagera, kutoka Songea, kutoka Mara, kutoka Tanga, anasafiri mpaka Dar es Salaam au Dodoma kufuata press card, kufuata kitambulisho cha waandishi wa habari. Uta-apply popote ulipo. Bodi ya ithibati itafanya jitihada za kuhakikisha kitambulisho chako unakipata na unaendelea kukitumia kama kawaida. Tumeamua kwa kuanzia sasa hivi kitambulisho chako ukikipata utakitumia kwa miaka 2. Baada ya hapo utahuisha kitambulisho chako kwenye mtandao. Hakuna tena kupanda mabasi kwa ajili ya kupata kitambulisho cha uandishi wa habari. Unahuisha taarifa zako, na kwa sababu mifumo ipo na teknolojia ipo, kitambulisho chako kitahuishwa na utaendelea na kazi zako kama kawaida. Ndugu zangu waandishi wa habari, leo niliona nipeane na nyie taarifa hizo chache kutoka ofisi ya msemaji mkuu wa serikali. Na washukuru sana kwa kuwa nami kwa siku hii ya leo. Sasa muda sijui kama unaruhusu sana, lakini wale ambao watakuwa wamebanwa na muda na wako mbashara, basi nitakuwa tayari kupokea maswali 2-3 ya waandishi wa habari, na kama mnaweza kuendelea karibuni. Na kina dada Frank, let Hello. Naitwa Richard Mwekenda kutoka Semblog na kamanda matukio. Umezungumza mengi, lakini kuna idara fulani ambayo sijaisikia hapa. Najua iko chini ya wizara yako. Idara ya habari maelezo. Jengo ndio umesema limeanza kufanya kazi. Je, itahamia hapa au tabaki mjini? Nataka ibaki mjini. Hivi jamani, nyinyi hamtaki ghorofa hapa juu? Msifanye hivyo jamani.
Sawa, idara ya habari maelezo kwa sasa hivi iko kwenye jengo la PSSF pale, itaendelea kuwa pale, lakini tunao mpango wa muda mrefu. Tumepata eneo kutoka jiji la Dodoma pale Mwangaza. Tunakusudia kujenga jengo kubwa na zuri la idara ya habari maelezo pale Mwangaza, na ni jengo ambalo litazingatia mahitaji ya idara ya habari maelezo na wadau wake. Mmeelewa hiyo kodi? Idara ya habari maelezo na kwa hiyo kaeni mkao wa kula. Sawa, swali jingine. Naitwa Lois Joseph, natoka East Africa TV na maswali mawili. Swali langu la kwanza ni kuhusiana na bajeti kuu ya serikali kesho. Umetueleza kwamba bajeti ya uchaguzi kwa sasa itatoka ndani ya nchi. Natamani kujua vipi kwa upande wa bajeti yetu kuu ya serikali. Je, bado kwa kiasi fulani itategemea wahisani au pia bajeti yetu kuu itategemea fedha zetu za ndani? Na kwa upande wa swala la DP World, nilikuwa nina swali la ufahamu kidogo. Tofauti wa mkataba wa DP World na ile ya mikataba ambayo serikali inaingia na taasisi binafsi za ndani. Je, ni tofauti gani ziko hapo katikati? Bwana wahisani, bado tuna wahisani. Na ndugu zangu, wahisani tunawahitaji. Sasa sitaongea mambo mengi sana ya budget kwa sababu kesho yatazungumzwa. Lakini wahisani, ama sisi tunaita wadau wa maendeleo. Maana yake sio kwamba tunahisaniwa. Watu tunaoshirikiana nao ni fedha zile tunakopa, kwa hiyo zinakuwa ni za kwetu kwa sababu tunazilipa. Kwa hiyo sehemu ya budget wahisani hatuwezi kuachana nao, na hakuna duniani nchi ambayo haitumii fedha za wadau wa maendeleo mbalimbali. Kwa sababu hawa wadau wa maendeleo sio kwa fedha tu. Wakati mwingine unawahitaji kwa sababu ya kubadilishana utaalamu, kubadilishana teknolojia, kubadilishana uzoefu na kuunganisha na dunia. Kwa sababu Tanzania sio kisiwa kwamba sisi tunaweza tukaendesha bajeti yetu au uchumi wetu kwa kujitegemea. Kujitegemea sio kitu kibaya, lakini pia kushirikiana na wahisani kuna faida nyingi. Lakini kwenye uchaguzi, sisi kama nchi tumeamua uchaguzi tutaufadhili sisi wenyewe. Kwa hiyo uchaguzi unafadhiliwa kwa fedha zetu sisi wenyewe. Na umesema kuhusu bandari ya Dar es Salaam, kuna wadau wengine, ni mikataba tofauti. Na ndio maana nimesema katika faida ambazo zimetokana na uwekezaji bandarini kupitia kampuni ya DP World, nimesema ni mapato yanayotokana na DP World, lakini pili kuna mapato yanayotokana na wadau wengine wadogo, kampuni mbalimbali ndogo ambazo ziko pale. Ni kiasi kidogo, sio kikubwa, lakini ni watu ambao tunashirikiana nao na wana mikataba na bandari. Na kama mnavyojua, bandari ile hatujaingia mkataba eneo lote la bandari. Bado tunaendelea kupata wadau wengine wa kushirikiana nao kwenye bandari, na kadiri tunapokubaliana na kuangalia maslahi ya nchi yetu, na wenyewe tunawapa maeneo ya kuendesha bandari yetu ili tuweze kunufaika zaidi. Na ndio huo uendeshaji wa kisasa wa bandari. Sababu unapomleta mtu kwenye bandari, anakuja na uwekezaji sawa, lakini pili anakuja na teknolojia na ujuzi wa namna ya kuendesha bandari. Kwa hata sisi wenyewe pia tunaongeza uwezo wa namna ya kusimamia bandari, zikiwemo hizo kampuni ndogo ambazo pia zina mikataba na bandari yetu ya Dar es Salaam. Ndio, mwingine? Ndio, karibu. Karibu. Kama iko mbali endelea. Msemaji, kwa sasa hivi mitandao imekuwa na nguvu sana katika kujenga na kubomoa. Na kwa sehemu kubwa watumiaji wakubwa wamekuwa ni wanafunzi wa vyuoni na wengine ambao wameshamaliza vyuo wako mtaani. Tunawapelekea ujumbe gani au wanatumia njia gani kupata taarifa kama hizi za mafanikio? Kwa sababu hivi karibuni yamebuka baadhi ya makundi mengine huenda yanatumwa kuzomea au wengine wapo kwa ajili ya kutaka kujua vitu vingi ambavyo vinafanywa na serikali. Sasa natamani kujua kupitia msemaji wa serikali, mnatumia njia gani kuwafikishia ujumbe ambao hawajui nini kinaendelea kwa serikali, ambao wao wanatumia mitandao bila kujua nini ambacho kinaendelea kwa sasa, ila wanaendeshwa na mobu? Swali langu ni hilo.
isiyofaa. Sasa cha kwanza, ningependa ijulikane kwamba serikali haijawahi kuwa na dhamira ya kubana uhuru wa watu kujieleza, kwa sababu uhuru wa watu kujieleza ni takwa la kikatiba, ni haki ya kikatiba ya Watanzania. Lakini nataka niwakumbushe ndugu zangu wa Tanzania, matumizi ya mitandao kwenye nchi yetu yanadhibitiwa kwa sheria. Tunayo sheria ya mwaka 2015 ya makosa ya mtandao. Sheria hii imeainisha mambo mbalimbali ambayo mtu akiyafanya atakuwa ametenda kosa. Sasa ndugu yangu Malongo anasema serikali imechukua hatua gani, hasa ikizingatiwa kwamba wanaojihusisha na vitendo hivyo ni wanafunzi. Na ni kweli sehemu kubwa ni wanafunzi, hasa wa vyuo. La kwanza, serikali inafanya kazi kubwa ya utoaji wa elimu kupitia vyombo vya habari. Tunavyo vipindi kupitia televisheni, tunatuma maudhui kwenye mitandao ya kijamii ya kuelimisha juu ya matumizi mazuri ya mitandao ya kijamii. Naombeni wa Tanzania tuzingatie elimu tunayopewa kwenye vyombo vya habari na kwenye mitandao ya kijamii. Lakini la pili, serikali imejenga uwezo wa udhibiti wa matendo yasiyofaa katika mitandao ya kijamii. Na ndio hapa ninapokuja kuzungumzia sheria ya makosa ya mtandao ya mwaka 2015. Malongo, umesema vizuri, wengi wanaofanya hivyo ni wanafunzi wa vyuo. Na nataka nikuhakikishie wote tunawapata. Bahati mbaya wanatumika. Naomba kutumia mkutano huu kuwaomba wanafunzi na vijana wote walioko mitaani, manake sio wanafunzi peke yao, tutumie mitandao ya kijamii kwa manufaa. Tutumie mitandao ya kijamii kujifunza, tutumie mitandao ya kijamii kujielimisha, kufanya biashara, kuunganishwa wenyewe kwa wenyewe, kuwasiliana na watu mbalimbali, kuburudika na matumizi yote yenye manufaa. Ukifanya hivyo utakuwa umetendea haki kwanza muda wako, kwa sababu vijana wengi sasa wanapoteza muda mwingi kwenye mitandao kufanya vitu vya hovyo badala ya kufanya vitu ambavyo vingewasaidia. Kwa wanafunzi kwenye shule, kusoma, kupata ufaulu mzuri, kufanya vizuri kwa kupata taarifa nyingi kutoka kwenye mtandao. Lakini kwa vijana walioko mtaani wanafanya biashara, tutafute masoko, tutafute kujifunza kuhusu fursa mbalimbali, tuanzishe kampuni, startups za kufanya biashara, tubuni mifumo mbalimbali itakayorahisisha kazi zetu. Hiyo ndio faida ya kutumia mitandao vizuri. Ukitumia mitandao vibaya, sheria ipo na mamlaka na vyombo vipo vitakupata. Hasa wakati mwingine unaona vikampeni havina mbele wala nyuma. Nikisema wanasema Msigwa ametusemea maneno makali. Lakini nachosema vijana tutumie mitandao kwa njia za kimanufaa. Ukifanya makosa tutakupata. Tutakupata. Sheria inakataza kutukana. Sheria inakataza kufanya uchochezi. Sheria inakataza kuzua taharuki. Sheria inakataza kudhalilisha. Tumeanza kuona kwenye mitandao watu wanafanya makosa haya. Sasa naomba niwaambie vijana, hakuna atakayefanya makosa haya akabaki salama. Tutakupata. Litakuwa ni swala la muda tu. Hatukukupata leo, tutakupata kesho, tutakupata kesho kutwa, tutakupata wiki ijayo, tutakupata mwakani. Jinai haifi. Na tukiwakamata vijana hawa wengi utasikia nilikuwa sijui. Kwenye sheria kuna msemo wa Kikinga unasema ignorance to law has no defense. Kuto kujua sheria sio kinga. Ukifanya makosa ya mtandao haya niliyoyasema, uwe unajua uwe hujui, sheria ni msumeno. Tukikupata, kifungu cha 16 kile nafikiri kinasema wazi, umeandika habari za uchochezi, za kuzua taharuki,
za kudhalilisha watu, tukikupata na ukithibitika na mahakama, faini shilingi milioni 5 au zaidi, kifungo cha miaka 3 kisichopungua miaka 3 au vyote kwa ujumla. Ukipatikana, ama utapigwa faini ya shilingi milioni 5 au zaidi, au utafungwa miaka 3 au zaidi, au vyote viwili kwa ujumla. Vijana wengi wako vioni hata ada mtihani, na wakati mwingine wanakuja wazazi wanalalamika, mimi mwanangu kafanya vitendo nilikuwa sijui. Naomba wazazi, zungumzeni na vijana wenu, wako vioni wakafanye kazi iliyowapeleka vioni. Kazi yao ni kusoma. Wasipofanya hivyo watakutana na mkono wa sheria, na sitakuwa mimi wala nani, ni kwa mujibu wa sheria. Hata mimi nikitukana mtandaoni, nikidhalilisha mtu yeyote, nitachukuliwa hatua za kisheria. Hakuna mtu aliye juu ya sheria. Sasa tunaelekea kwenye uchaguzi. Mihemko imekuwa mingi, uhamasishaji wa kijingajinga umekuwa mwingi. Vijana, watch out. Chukueni tahadhari, kwa sababu ukikamatwa utakuwa peke yako. Nadhani nimejibu swali lako Malongo, na naomba waandishi wa habari tushirikiane kuwaelimisha vijana juu ya matumizi mazuri ya mitandao ya kijamii. Watumie mitandao kufanya biashara. Leo hii tuna huduma nyingi sana zinatolewa hapa nchini kwetu. Zile huduma zimetengenezwa, zinatolewa kwa application ambazo zimetengenezwa nje ya nchi. Faida ya hizi huduma wanapata watu walioko nje ya nchi. Watu wote, na nitasema watu wote leo wanatumia Uber. Mnajua aliyetengeneza Uber anatoka nchi gani? Huko ndio hela zinakwenda. Watu wanatumia Bolt. Kuna huduma za mitandao, kuna maduka yametengenezwa kununua bidhaa. Wanapata huduma mbalimbali kwenye. Vijana, tumieni nafasi hii kubuni vitu vya namna hiyo, tutengeneze vya kwetu vya Tanzania, na sisi twende tukafanye biashara kwa kutumia majukwaa mbalimbali yaliyoko mitandaoni. Tunufaike na fursa zilizopo kwenye mtandao, na sio kuingia kwenye mtandao unaandika vitu vya ambavyo ukimaliza kuandika pale umepoteza muda, umepoteza bando, haujapata chakula, hujapata soda, hujapata maji, hujalipa ada, hujafanya kitu chochote. Unamaliza pesa zako, ukitoka hapo shida ziko pale pale. Nonsense. Tusaidiane kuwaelimisha vijana. Sawa jamani? Nipokee swali la mwisho. Kulikuwa mzee Deus, nione kama nataka kuuliza swali. Naam. Alikuwa na swali hilo. Basi ndugu zangu, mimi nawashukuru sana, niwatakie kila la heri. Nimefurahi sana kukutana na nyinyi Dodoma leo. Tutakutana siku nyingine. Asanteni sana.